rai wananchi waweze kuunga serikali ambayo iliyoko mkono, kwa sababu hawa marafiki zote wamekuja ni kwa sababu ya urafiki. Tusiweke mipaka, tusizozane, tusipigane, tusitusiane kwa misingi ya kisiasa. Sisi wote ni watu wa nyumba moja, tuweze kusemezana, tuheshimu viongozi wale ambao, kwa sababu kura zitakuja zitapita, lakini sisi bado tuweze kuongea kwa sauti moja, kuweza kusemezana, kushirikisha wakati huu. Kama mnavyojua, eneo hili, uchumi wa eneo hili kabisa unazingatia upanzi wa miti. Na kama mnavyojua, tumekuwa tukisukuma gurudumu la mabadiliko katika sekta ya sukari sana. Tunataka kuambia yule mwekezaji ambaye anaendesha factory ya Nzoia, unajua sisi tumepigwa vita vingi sana kwa kumwezesha yeye aweze kulanda hapa, aweze kuendesha ile factory. Kile tunataka kumuomba ni kwamba aweze kuzingatia masuala ya wafanyikazi barabara. Sisi hatutanyamaza tukingoja yeye wafanyikazi ambao wanafanya hapo kazi wakinyanyaswa. Aweze kuhakikisha kwamba anasemezana na wale wafanyikazi hapo kuhakikisha kwamba hiyo factory inafanya kazi, kwa sababu tumesikia midomono mingi sana huko, wafanyikazi wanabaguliwa, wananyanyaswa, masharti ya kufanya kazi si mazuri. Tunampatia ilani ya kwamba akae na wafanyikazi waweze kutatua yale matatizo ambayo yanakumba wale wafanyikazi, kwa sababu wafanyikazi wale ndio watamwezesha yeye apate ile faida ya kuweza kuendesha ile factory. Pia tunataka kuwaomba wakulima wetu, tunataka pia kuomba factory, ili swala la permits linawakwaza wakulima wengi sana. Vile tulikuwa na ule mkutano kule Mabanga, tulisema kwamba waweze kuwa na mpangilio mahususi wa kuweza kwenda kuharvest miwa. Ili swala la permits ziko zinawakwaza wakulima sana. Wakumbuke yale ambayo tulikubaliana kule, vile tulikuwa kule Mabanga katika ule mkutano wa shirika dawa. Sisi kama serikali mwaka huu tunataka tusukume, tuhakikisha kwamba yale marupurupu yaliyobaki ya wale wafanyikazi yaweze kulipwa wakati huu, ili at least wakulima wetu waweze kupata afueni, waweze kufaidika na kilimo cha miwa. Mimi kwa majina naitwa Samuel Bukusi, na kwa siku ya leo ningependa kushukuru mheshimiwa wetu kwa kuja kuungana na sisi na kusimamia maneno ya harambee ya hii shule. Ile pesa ambayo nafikia tumepata ni mzuri, na najua vile ametueleza kupata pesa ya CDF itasaidia kuimarisha mpya kwa hii shule. Tunataka at least tujenge admin ya shule mahali walimu watakuwa wanakaa, na kando na walimu pia principal atakuwa na ofisi mzuri sana hapa. Pia kwa hiyo structure tutakuwa na library at least mahali wanafunzi wetu watakuwa wanasomea. So langu ni kurudisha shukrani kubwa sana kwa marafiki wetu ambao wamechangia. Nimekuja na marafiki wengi sana kutoka Nairobi, kutoka Nyeri, kutoka Nakuru, kutoka Nandi, na ni kwa sababu ya heshima ile wananipatia. So sisi vile mheshimiwa amesema, wacha tuweke uhusiano mzuri. Tukiweka uhusiano mzuri, mambo mingi inakuja mbele mzuri. Ingekuwa kama wengine, nafikiri ningeweza inanisaidia nini, mtoto wangu hata soma hapa. Bali kwa sababu hao watoto wakisoma, tunaimarisha hali ya hapa. Tunapata viongozi. Kule Kapsabet tunaona shule nzuri sana. Na tukipata pia hii shule, tukiungana sisi wazazi na walimu, tutakuja kufanya sasa Kapsabet nyingine hapa. Hiyo ndio tunataka kuangalia, so that mwishowe tunasema at least hata kwetu tunafanya mzuri. Otherwise nawashukuru sana kwa wanafunzi na wazazi, kwa sababu ile pesa ambayo imetolewa na wazazi na wanafunzi si pesa kidogo.